I think ukivaa uhusika wa Simba unawaelewa viongozi wa Simba kwa nini waligomea huo mchezo ambao ulipita. Kuna matukio ambayo yametokea hivi karibuni. Against Pamba walizuiliwa kufanya mazoezi. Walifanya. Yes, against KMC mechi ilikuwa dhidi ya JKT, I think pia walizuiliwa kufanya mazoezi, na mtu ambaye alikuwepo kwenye uwanja nyuma ya mchezo wa Pamba walikuwa wanatajwa miongoni mwa mashabiki wa Yanga ambao wanafanya kazi kwenye kikosi cha Pamba. Kwenye mechi dhidi ya KMC alikuwa anatajwa kuchelewesha mazoezi ni Yanga ambaye baada ya mchezo wachezaji walionekana kufanya mazoezi baada ya mchezo kumalizika, na muda ambao walitakiwa kufanya mazoezi walikuwa ni Simba. Kwa hiyo wakija kuunganisha matukio, wakija kutazama na hili tukio, wanajiona kwamba wao ndio ambao matukio yanawarudia mara kwa mara kwenye hiyo situation. Wa viongozi lazima waje na maamuzi kama hayo ambao yanakuja. Lakini tunarudi tena kwenye sheria. Sheria inazungumza nini? Sheria haimtaki mtu ambaye amenyimwa nafasi ya kufanya mazoezi kuondoka ama kususa mchezo. Hata ukirejea kwenye vifungu vya Kafu pia wana huo utaratibu, na Kafu wameenda mbali. Yani Kafu, wewe mtu ambaye unahusika au mwenyeji wa mchezo, unahusika kwenye kumpokea mgeni, unahusika kwenye kumsafirisha mgeni wako, unahusika kwenye kumpa maradhi mgeni wako, unahusika kwenye kumpa uwanja wa kufanyia mazoezi ambao ndio utakuja kuuchezea mechi husika, na unahusika kumuondosha mgeni wako. Endapo hivi vipengele vyote ukavifuata na ama ukavikiuka hivi vipengele vyote ambavyo nimevitaja, adhabu yake huwa ni moja. First, adhabu yake ni wewe kumlipa gharama zote ambazo amezitumia kwenye kufanya hivyo vitu vyote. Lakini kitu cha pili, utapigwa fine. Kwenye kupigwa kwako fine, endapo utafanya tukio likajirudia, shirikisho lako, sio timu, shirikisho lako linafungiwa kwenye mashindano husika. Kwa maana kama sisi ndo tungekuwa tumetokea tumefanya hilo jambo, tumelirudia